Habari ya wakati huo. Kwa majina naitwa Sylvester Mwakabende, ni mwalimu wa neno la Mungu, lakini kwa niaba ya Build New Eden Ministry na wasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini pia kwa niaba ya Build New Eden Ministry nipo hapa kutoa salamu zangu za Christmas na mwaka mpya. Wakati tunaelekea sherehe za Christmas na mwaka mpya, Build New Eden Ministry nayo pia imeona iwe sehemu ya kutoa salamu zake za mwaka mpya na Christmas. Lakini katika salamu zangu nimebeba mambo makubwa matatu muhimu mpaka manne. Salamu zangu zinatoka katika Isaya 9:6, na kutokea hapo kuna vitu nimebeba ambavyo ndivyo msingi wa salamu zetu hizi. Isaya 9:6 nitasema, maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Inawezekana umekuwa ukisoma tu, nataka nikushirikishe vitu vikubwa vinne vinavyopatikana kwenye mstari huu. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Huu ni unabii ambao aliuona Isaya kwa habari ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Anasema hivi, unabii unasema, maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uweza wa kifalme utakuwa mabegani mwake, naye ataitwa nani? Sasa, Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Sasa kumbe hatusherekei Christmas kwa sababu ya tarehe 25. Tunasherekea kama shukrani kwa Mungu kutupa Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele na Mfalme wa amani. Nazungumza na mtu mmoja, utanielewa tu taratibu. Hatusherekei Christmas kulingana na tarehe. Tunasherekea Christmas kwa sababu kwa ajili yetu mtoto mwanamume amezaliwa. Kwa habari ya tarehe 25 kusema mnasherekea Yesu kwa nini alizaliwa tarehe 25, hatusherekei kwa sababu ni tarehe 25. Tunasherekea kumbukizi kwa sababu kwa ajili yetu mtoto amezaliwa.